Bwana, kikosi cha wananchi Young Afrika siku ya kesho kinatarajia kutua dimbani kwenye mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya wanalambalamba Azam FC. Mchezo huo unatarajia kufanyika majira ya saa 10 jioni katika dimba la New Amani Complex huko visiwani Zanzibari. Maneno yamekuwa mengi, kila mtu akinasifu na kutamba kwamba anaweza kwenda kuchukua alama 3 kwa mwenzake. Sasa kikosi hicho kimeweza kufanya mazoezi ya mwisho na kuhudhuriwa na baadhi ya viongozi wakubwa wa kikosi cha wananchi Young Afrika. Mmoja kati ya kiongozi mkubwa ambaye ameweza kuhudhuria ni rais wa klabu hiyo, namaanisha Engineer Hersi Said, lakini pia mtu mwingine ambaye ameweza kuhudhuria katika mazoezi hayo ni mwekezaji mkuu wa kikosi hicho, namaanisha GSM. Kikosi kizima kilikuwepo katika mazoezi hayo, kilikuwepo na golikipa Jigi Jiara, lakini pia akina Pacome Zouzoua, wote walikuwepo katika mazoezi hayo mepesi. Lakini jambo kubwa ambalo watu wameweza katika comment ambazo ziliweza kutolewa pale, wengi wakiwa wanamuuliza kapteni ama kamanda Baka yuko wapi, kwa sababu Baka hajakuwepo ama hajaonekana, picha zake hazijaweza kupostiwa kabisa katika ukurasa wa wananchi Young Afrika. Hizi picha ambazo mimi nimekupostia ndio picha ambazo zimeonekana ama wachezaji mbalimbali wameweza kuonekana. Kwa hiyo ni dhahiri shairi watu wanakuwa na hofu ama wasiwasi kuonyesha kwamba kapteni yuko wapi, so kapteni kamanda Baka yuko wapi, ama kitu gani ambacho kinaendelea katika timu hiyo. Kwa hiyo kama wewe umeweza kumuona kamanda Baka katika mazoezi hayo, pia unaweza kutuandikia komenti yako hapo chini. Lakini tu nataka nikukumbushe kwamba mchezo huo wa kesho kwa upande wa klabu ya wananchi Young Afrika ni mchezo muhimu kweli kweli, kwa sababu wanahitaji alama 3 pekee na sio kitu kingine, kwa sababu kwenye msimamo wa ligi wao wako mbele kwa alama 2. Kwa hiyo wanahitaji kushinda michezo yote ili kuweza kujihakikishia kwenye msimamo wa ligi kuu wao, ili waweze kutoa ubingwa huo. Kwa hiyo kama ikitokea wakipata sare ama wakiweza kupoteza, basi presha itakuwa kubwa zaidi kwa upande wa kwao wao kama klabu. Lakini pia kuonekana tu kwa mwekezaji mkuu ambaye ni GSM inamaanisha kabisa kwamba morali ipo kubwa sana, japokuwa taarifa za ndani zinaeleza kwamba klabu hiyo imeweza kuwekewa kitita cha milioni 500 kama tu ikiweza kushinda mchezo huo na kuchukua alama zote 3 na kujihakikishia kukaa kileleni katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa hiyo kesho michezo itakuwa mingi, lakini stori kubwa ni kuhusiana na mchezo wa Dar es Salaam Derby. Nani ataondoka na alama zote 3? Kwa sababu hii ni michezo miwili tofauti. Mchezo ule ambao ulifanyika Mwanza ambao Young Afrika alipasuka, na huu ni tofauti. Ule ulikuwa na mtoano, lakini huu ni mtu kuondoka na alama 3 ama alama 1. Kwa hiyo Yanga wanahitaji huu mchezo kujihakikishia kukaa kileleni katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hii ni Bongo TZ, ndio tukushauri kwamba usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uweze kuwa mwanafamilia wetu. Bye bye.